Kama wewe ni mlevi, ama kama wewe ni mtu uliacha kunywa pombe, nafikiri mawaidha haya yatakusaidia. Kwanza, ukiwa mlevi, nataka ujiite kwa mkutano. Ujiulize, ni umuhimu gani unapata kutokana na pombe? Kuna mazuri gani ndani ya pombe? Ukikunywa pombe, unafaidika kwa njia ipi? Jifikirie, jiulize katika mkutano huu. Upate kuelewa. Kama kweli pombe ina maana kwako, basi ni vema. Unaeza endelea kunywa pombe. Lakini kama pombe ina madhara kwako, kama pombe inakufanya ukakosa kujiendeleza, kama pombe inakufanya unasahau kuenda kazini, kama pombe inakufanya unawadanganya unaowapenda ili upate pesa ambazo utaenda kuzitumia kununua pombe, kama una marafiki ambao wako radhi kukununulia pombe, lakini unapokuwa na shida, hawawezi wakakupa pesa za kujisaidia. Ukiwa kwenye mkutano na wewe mwenyewe, fikiria kama mambo hayo yanakusaidia. Kama kweli pombe inakuongezea chochote katika maisha yako. Ikiwa wewe ni mlevi mtarajiwa, labda unaona kuna watu wakikunywa pombe, wanapiga story, wanapiga sherehe, wanafurahia, wanacheka. Ukaona hayo maisha ni mazuri na unataka kuwa kama hao. Jiite pia wewe mkutano. Jiulize kama pombe ni kweli inafanya maisha yanakuwa mazuri. Kama ni kweli pombe inafanya unapata kuwa na furaha, inafanya maisha yanakuwa rahisi. Watu wanasema pombe inapunguza stress. Maybe you need to take some time uongee na mtu ambaye amekomaa katika uraibu wa pombe. Angalia huyu mtu vizuri, uone kama kweli stress zimepungua ama ni kuongezeka zinaongezeka. Alafu jiulize, unataka kufika kwenye huyo mtu yuko. Ikiwa pombe inapunguza stress, hawa watu wanalala kwa mitaro, hawa watu wanapoteza simu, hawa watu, yaani tu kuna vitu hufanyika na walevi. Do you really think huwa ni stress imepungua? Ama hiyo stress ni kuongezeka inaongezeka? Kuna issue na pia kujipenda. Sijui kama walevi ni watu wanajipenda, ama ni pombe inatupenda, ama tunapendwa na kina nani. To begin with, marafiki wa pombe hawajui maana ya kupenda. Alcohol kuna kitu moja huwa inafanya. Inanumb mtu, sijui kwa Kiswahili nitasemaje. But inafanya feelings zako zinapotea kiasi. So that hujui jinsi ya kuexpress your feelings and your emotions. Love being one of those emotions that you don't know how to display. Mtu mlevi hawezi akaambia mwenzake anampenda akiwa yuko sober. Huyo mtu mlevi akiwa ako na issues na watu, you cannot address those issues when you are sober. You need to drink first
ndio uweze kwenda kuambia mtu ulinikosea, ama uende kuomba msamaha kama ulikosea mtu. And you find that mtu mlevi, ndio sababu nasema walevi ni watu hawajipendi. Mlevi utapata pesa, uchukue hiyo pesa, upite kwa bar, ukijiambia utakunywa chupa moja, utakunywa glass moja, and then by the end of the day umemaliza ile pesa na ukakopa pombe. Alafu hii pombe umekopa, si ati umekopa ukunywe, umekopa rafiki zako wakunywe, nao marafiki umewajua hiyo siku. As in before uingie kwa hiyo bar, ukiwa kwa mlango, those were not your friends. Alafu pesa ikishaisha, hapo tena si marafiki zako, cause ukienda kuambia una pesa, sasa una fare, hawezi wakakusaidia. But kumbuka ni hao wamekunywa pombe na pesa yako. Utaenda nyumbani, ushinde njaa, ufungiwe mlango, hujalipa rent, watoto wafukuzwe shule, hujalipa school fees. Wapi pesa? Ilienda kwa bar kukunywa pombe na marafiki. But those are not your friends. So ukiwa kwa mkutano, jiulize tena, what kind of friends do you want to be around? Rafiki ni yule mtu anakujenga, mtu anakuinua. Huyu mtu anakuita twende tukunywe is not your friend. Anakuvuta chini, mkae kama yeye, mfurahi kuitana walevi. Hiyo ndo maendeleo mko nayo. Hiyo ndo maendeleo nilikuwa nayo. And that is why I'm telling you this. Hiyo pombe haikusaidii. Au marafiki wa pombe hawakusaidii. You're better off not being anywhere near them. Jipange, jifikirie, jitume, jipende. Ni kitu ingine huwa inanishangaza sana. Nikiwa mlevi nilikuwa siwezi enda kwa hoteli poa, nikanunua chakula mzuri nikakula. But nilikuwa naweza enda kwa bar, ninunue pombe, ninunulie watu siwajui pombe. Then nitaspend wiki mzima sina pesa ya chakula. Na hata nikipata pesa nitanunua mayai boilo, ama nikule chips ya 20 bob, ama mutura. But nikipata tu pesa mzuri, nitaangalia nione chakula ni expensive. Kununua nguo ni balaa. Kuishi tu poa ni shida. Cause everything I had ilikuwa inaenda kwa pombe. So utapata mtu before aanze kunywa pombe uko na kibarua, unaishi vizuri, umestock nyumba yako. But kiu ya pombe ikikuja na huna pesa, unaanza kuuza. Utauza kila kitu. Utauza hata wewe mwenyewe unaweza ukajiuza. Ili nini? Ukunywe pombe. Hiyo sio maisha ya kuishi. Hiyo ni maisha ya kujiumiza, kujirudisha nyuma. So bro, sister, jiite mkutano. Jiulize maswali and be honest. Then jipende. Jipende enough that you wouldn't need to go to use alcohol to validate yourself. Life is better without alcohol. You can express yourself better without alcohol and mean what you say. Jitume. Wake up every day and ujiambie leo sikunywi pombe. I always tell myself I will not drink with you today. I'm not drinking today. I won't drink tomorrow. Hopefully I'll never drink again. That is my goal and life will be better. So one day at a time, nitasonga mbele, and hope you too will be able to do that.